Kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG Mavuno Kahama linaloongozwa na mtumishi wa Mungu Reverend Bishop Emmanuel Gewe limekuandalia na linakukaribisha katika mkutano mkubwa wa Injili, wokovu, uponyaji, miujiza na kufunguliwa toka nguvu za giza. Mkutano huu utafanyika kuanzia tarehe 10 mpaka tarehe 17 mwezi wa 5 2026, kila siku kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12:30 jioni pale katika viwanja vya kanisa la TAG Mavuno Kahama, jirani na Oasis Sekondari, barabara ya Mwime. Mhubiri katika mkutano huu ni mtumishi wa Mungu Mwinjilisti Alfred Mtinda. Katika jina la Yesu, kamata hiyo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, moto. Na baada ya mkutano huu kutakuwa na semina ya ndani pale kanisa la TAG Mavuno kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 24 mwezi wa 5 2026, kila siku kuanzia saa 10 mpaka saa 12 jioni. Na mwalimu katika semina hii ni mtumishi wa Mungu Mchungaji Amani Masinsi kutoka Dodoma. Na kwa siku zote hizi tutahudumiwa na waimbaji mbalimbali kama vile Ambwene Mwasongwe kutoka Dar es Salaam, kwaya ya Harvesters pamoja na kwaya mbalimbali kutoka Kahama zitahudumu. Kutoka kwa Bwana, tarajia uponyaji kutoka kwa Bwana, tarajia muujiza wako kutoka kwa Bwana. Na kumbuka kuwa huduma ya maombi na maombezi itakuwepo, hivyo waleteni walio wagonjwa na wenye shida mbalimbali, watawekwa huru kwa jina la Yesu. Kumbuka kuwa mkutano huu utakuwa live kupitia mitandao ya kijamii YouTube NYTV na Facebook TAG Mavuno Kahama. Na kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0763 74 16 92 na 0756 38 9480. Watu wote mnakaribishwa na Mungu awabariki. Kama unaguswa kukitia moyo chombo hiki cha NYTV, unaweza kuwabariki gari, usafiri wa aina yoyote. Unaweza kubariki chochote ambacho Mungu anasema na wewe. Kwa kuwa hii ni madhabahu ya Mungu, basi mimi na imani Mungu huyu wa madhabahu hii ya NYTV atakutana na wewe kama alivyokutana na watu huko chini waliosaidika, waliokuwa hawawezi kuonekana popote. Mungu akawainulia watu, wamejengewa makanisa, wameonwa, wamesaidikwa, wameponywa, wametibiwa, wamefanywa vitu vingi sana. Wengine wamepata mpaka scholarship kwenda Marekani, huko Singapore, Ulaya huko kupitia chombo hiki. Lakini watu wa chombo hawapati chochote zaidi ya sisi tu kuonekana. Mimi nikusihi Mtanzania, mtu wa duniani popote hapo unatusikiliza, unaweza kufanya kitu kwa ajili ya madhabahu hii. Hawa ni watumishi wa Mungu kweli kweli. Nazungumza kutoka ndani ya moyo wangu. Nimeiona kazi wanayoifanya kwamba ni kazi iliyotukuka. Asante sana. Kwa sababu NYTV nilikutana naye hapa. Baada ya kukutana naye hapa, channel yake ilinitambulisha, ikaniongezea marafiki Amerika. Nilikushuhudia juzi, Caroline alisafiri kutoka Sweden akaja kanisani kwangu. Aliponitazama NYTV akapiga madirisha aluminium kanisa zima. Bosco na mke wake kutoka Uingereza wakatendewa muujiza, na ubiri kwenye madhabahu ilikuwa pale kwa Pastor Tony, akaponywa. Bosco akasema nasafiri na mke wangu tunakuja TZ. Nikamwambia welcome. Alifika TZ nikampokea, akawa amenibebea laptop kubwa ya $2,000,000. Akaniambia pia nataka nifanye jambo kanisani kwako. Alinikuta nimepiga kama hivi chini, sijapiga malumalu. Nikamwambia nataka malumalu. Akapiga kanisa lote malumalu. Unapenda niseme Viola, watu wa usalama huko Uarabuni kwenye vita, anaitwa Viola, hawana muda wa ibadani, wenyewe ni Wakristo, wanasachi wahubiri kwenye simu. Aliposachi akakutana nami kupitia NYTV TV yako. Bwana sifiwe. Tukaomba, Mungu akamtendea maajabu. Unapenda niseme Mungu akubariki mpaka ushangae. Mungu akuinue, hujui tu, katika jina la Yesu aliye hai. Aliponiambia utakuwepo pasa nikafurahi, maana tulipoonana hapa Bwana alitenda maajabu. Viola ndiye aliyeninunulia ile kamera yangu ambayo iko kwa Mwangila Video Production.
ya milioni 690D. Akaninunulia na simu kubwa ya milioni 2 na inaendaga nayo taratibu, ninayo hapa. Lakini yeye anasema nikakutana na wewe huku, nikasachi wahubiri kutoka TZ, ukatokea wewe, wakatoka wengine, lakini nikamwambia mtazame huyu. Unapenda niseme waliosafiri kutoka Dar es Salaam kuja Mbeya, waliotoka Kenya, Uganda kuja Mbeya, hao ndio usiseme. Mungu akubariki mpaka ushangae. Mungu akuinue katika jina la Yesu aliye hai. Chaneli yako imeleta maelfu na maelfu kwa Yesu, na watu wameponywa kwa jina la Yesu aliye hai. Na madhabahu ya huyu kamanda ninaiheshimu. Nilimwambia tumekutana na NY TV madhabahu nyingi, lakini madhabahu hii ilifanya makubwa. Tena wakati ndogo tu iko pale. Bwana sifiwe jamani, Bwana sifiwe. Nimekwenda Kenya, nimekwenda Malawi, nimekwenda Zambia, nimesafirisha wengine na familia zao kwenda Kongo. Ni NY TV, na mimi nina channel yangu, ndio maana nasema mafuta yake Bwana muinue. Lakini hakuna aliyesema nilipokuwa na kufuatilia kwenye channel yako mchungaji Mwangira, ila nilipokuwa na kufuatilia kwenye channel ya NY TV, ulipokuwa naomba, Mungu amenitendea 1 2 3, na wengine wamempigia huyu. Wakati mwingine mimi sipokeagi namba ngeni, kwa hiyo watapiga mimi namba ngeni, kuna namba Mungu anasema usipokee. Sasa wanapiga, Bwana tunampigia hapokei, yeye ananirudia, Bwana mchungaji, washirika wako wananisumbua, ninaomba wapokee. Ninaambia kwa neno lako ninawapokea. Nikapigiwa simu, nikaambia tunaomba utupe budget nzima ya chakula unachokula nyumbani kwako kwa mwezi mzima, tunaomba tuongee na mke wako. Nikasema nashukuru. Nikaambia Mungu hasa tunanitendea. Nikaambia unatumia gari gani? Nikaambia naomba utupe unatumia mafuta kwa mwezi kiasi gani. Nikawatumia. Bwana asifiwe. Wakaniambia tuonyeshe hapo nyumbani kwako namna ulivyojenga. Nikapiga picha mji wangu, ni uwanja mkubwa nimejenga. Maana mimi nimejenga nyumba yangu huku kubwa, huku nimemjengea mke wangu vyumba vya wapangaji kama 10 na kitu. Nimemwambia mke wangu huo ni mradi wako. Kwa hiyo wakaniambia Mungu akubariki mzee wa kanisa. Wakaniambia tupigie budget, nikawapigia nyumba, wakasema hapo nyumbani kwako tunatamani utengeneze vyumba ambavyo ni vya wageni hostel, tutakutumia pesa. Nikushuhudie. Baadaye wakaniambia tutakutumia pesa kwa West Union. Nikasema asante Bwana, walinitumia hela baba, ziliingia hela zamana, ilienda nikavichukua nyingi mpaka natetemeka. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, kwa sababu nimewapa budget, wakatuma hela. Baadaye wakaniambia tunaomba ibada zako ziwe live kama hivi. Nikasema asante Yesu. Nikawa natuma ibada live. Baadaye wakanipigia wakaniambia ondoa hapo, ndio sasa taa nyekundu ikawaka, ondoa hicho chombo cha sadaka kanisani kwako. Nikasema itakuwa ngumu. Wakasema kwa nini? Sisi tunakugharimia kila kitu, kwa nini uweke chombo cha sadaka hapo? Ondoa. Nikamwambia mimi sio ministry, mimi ni kanisa la Tanzania Assemblies of God, lina katiba, lina sheria za sadaka, lazima nitoe. Maana kuna dhaka ya kanisa, kuna fungu la 10 la mchungaji, kuna hela ya vyuo, kuna umisheni, kuna nini, kwa hiyo lazima nitoe. Wakasema sikiliza, achana na hiyo TAG, utakuwa maskini, sisi tutakugharamia. Hao watu wapo waje kanisani. Yesu akaniambia umeunganishwa na watu sio sahihi. Na wakaniambia ilikuwa ni Pasaka, wakaniambia kata passport yako, kila kitu, sisi tunakuandikia barua ya mwaliko, tunataka uje wahudumia watu. Nilikata passport, ninayo, nilikuja Dar es Salaam, nikahangaika kila kitu. Niliporudi wakaniambia, Yesu akaniambia unakwenda kupotea, unakwenda kufa. Akasema hao watu wajibu maneno makali
Nikasema asante Yesu. Kupitia NY TV Mungu akaanza kunipa watu sahihi. Nitaongea, alikuwa ni baba yake huyu. Nikapigiwa na watu kutoka Afrika Kusini, wakasema baba, tunataka tuwe washirika wako. Sisi tulikuwa washirika wa Moses Magembe, lakini baada ya kutoka TAG tumeona wewe utakuwa baba yetu. Nikasema mko sahihi. Wakasema tunataka tuanze kutoa mafungu ya 10, utushirikishe na vitu vinavyoendelea hapo kanisani. Ndio waliojenga lile kanisa lililoongezeka. Nimelipanua, mimi nimejenga kanisa kama hili likao limejaa, nimeongeza bawa moja huko na lenyewe wakaliongeza na viti. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki mpaka ushangae. Mungu akuinue hujui tu, katika jina la Yesu aliye hai. NY TV ni chombo bora cha Bwana.